Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, pia ikisikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini. Inasikika pia maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, wiki ya 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, na pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Hili ni jukwaa la waandishi ambalo hukujia kila Ijumaa, ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili ghasia na taharuki za kisiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi Afrika. Si lazima kusubiri nchi iwe na amani kamili ndipo uchaguzi ufanyike. Lakini vivyo hivyo, uchaguzi hauwezi kuitwa wa haki ikiwa sehemu kubwa ya wananchi hawawezi kushiriki kwa usalama. Hatua muhimu ni kuandaa mpango maalum wa usalama wa vituo vya kupigia kura bila kutumia vyombo vya usalama kuwatisha wapiga kura. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Edith Peter. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Waziri wa zamani wa Zambia ameuawa katika uvamizi uliofanywa na vikosi vya usalama wiki iliyopita katika nyumba inayohusishwa na kiongozi wa upinzani Brian Mundubile, siku moja baada ya uchaguzi wa urais, mamlaka zimesema. Msemaji wa polisi amesema Mutotwe Kafwaya alijeruhiwa vibaya na baadaye kufariki baada ya kupigwa risasi na maafisa wa vyombo vya dola wakati wa operesheni ya kiusalama katika mji mkuu Lusaka siku ya Ijumaa. Maafisa wamesema tukio hilo lilihusisha mabadilishano ya risasi. Watu 11 walikamatwa katika uvamizi huo. Mamlaka zimeishutumu NRPUP, chama cha Mundubile, kwa kuhusika na uasi na shughuli za kijeshi za wanamgambo pamoja na kuhifadhi silaha za daraja la juu. Sokoto, Nigeria. Boti iliyokuwa ikisafiri katika mto katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria ilipinduka siku ya Alhamisi na kusababisha vifo vya angalau watu 47 kwa mujibu wa maafisa na wakazi. Boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanaelekea mashambani kwa ajili ya kazi katika mji wa Gorau uliopo katika eneo la utawala la Goronyo. Abdul Kadri Yusuf, meneja wa mamlaka ya kitaifa ya njia za maji za ndani katika jimbo la Sokoto, amesema idadi waliofariki ilikuwa imefikia watu 47 hadi sasa. Yaounde, Cameroon. Rais Paul Biya amerejea Cameroon siku ya Alhamisi baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili, hali iliyozua wasiwasi kuhusu afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 na uwezekano wa kutokea ombwe la uongozi katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Biya aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji mkuu Yaounde kwa ndege iliyotokea Geneva, Uswizi, baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya wiki 10.
Biya ambaye ndiye rais mwenye umri mkubwa zaidi duniani na ameiongoza Kameruni tangu mwaka 1982 alianza muhula wake wa 8 madarakani mwezi Novemba baada ya kushinda uchaguzi uliopingwa vikali uliofanyika Oktoba. Bunia, DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokea dozi 70,000 za chanjo ya Elvebo ambayo imeonyesha ufanisi katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola hapo awali. Shirika la Afya Duniani WHO na washirika wake wametangaza hatua hiyo siku ya Alhamisi, ikichukulia kama nyongeza kubwa katika juhudi za kudhibiti mlipuko ambao mamlaka zimeuelezea kuwa mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Chanjo ya Elvebo imeidhinishwa kutumika dhidi ya virusi vya Ebola vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola, lakini haijaidhinishwa dhidi ya virusi vya Bundibugyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa. Mlipuko huo hadi sasa umeua takribani watu 2476 kati ya visa 5208 vilivyothibitishwa. WHO imesema ingawa bado haijulikani iwapo Elvebo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi vya Bundibugyo, tafiti za awali za maabara na wanyama zinaonyesha kuwa inaweza kutoa kinga fulani. Dozi hizo zitatumika kwanza kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele kwa mujibu wa mapendekezo ya wataalam wa WHO. Mlipuko huo unaoendelea katika majimbo 6 ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeambukiza na kuua watu kwa kasi kubwa kuliko mlipuko mwingine wowote wa Ebola uliowahi kutokea. Kwa sasa mlipuko huo unaenea kwa kasi inayokadiriwa kuwa mara 3 zaidi ikilinganishwa na mlipuko wa Ebola wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi mwaka 2016 ambao ndio ulikuwa mbaya zaidi katika historia ya ugonjwa huo, ukiua zaidi ya watu 11,000. Shukran Edith. Moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa la wanahabari ikiwa ni Ijumaa. Katika uchaguzi uliokamilika nchini Zambia, waangalizi kutoka Muungano wa Ulaya na Jumuiya ya Madola walisifia raia wa Zambia kwa kuweka amani kabla na baada ya uchaguzi. Zambia na nchi jirani ya Malawi zina sifa za kutoshuhudia taharuki za kisiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Hata hivyo, hali ni tofauti katika nchi nyingine. Nchini Kenya, makumi ya watu wameuawa na mamia kujeruhiwa katika ghasia na vurugu za kampeni za mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa mwaka 2027. Makundi ya kibinadamu na wataalamu wa usalama wameonya Kenya kutumbukia katika jinamizi jingine la ghasia za uchaguzi. Tanzania imeunda tena tume jipya kuchunguza ghasia za uchaguzi wa mwaka uliopita. Nchini Kamerun, mamia ya wafuasi wa upinzani waliuawa katika ghasia za baada ya uchaguzi, huku wengi wakiwekwa korokoroni. Uganda, nchi ya CAR yani Central Republic of Africa, Brazzaville, wapinzani waliwekwa kizuizini na wengine kukimbia nje ya nchi kwa tuhuma za kupanga vurugu za uchaguzi katika nchi hizo mwaka uliopita. Wadadisi wanaonya kwamba uchaguzi barani Afrika umepata sura mpya ambayo ni chanzo cha ghasia na vurugu. Lakini ni kwa nini? Kuvalia njuga mjadala wa leo tutakuwa na wenzangu kutoka Malawi, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye Herbert Chawinga akiwa Malawi, tutakuwa na Gabriel Ingubu akiwa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya, na tutakuwa na Mseke Dide akiwa mashariki mwa DRC, hususan pale Beni. Naanza na wewe Herbert Chawinga ukiwa Malawi. Zambia imemaliza uchaguzi wake wa mwaka huu 2026 na Rais Hakainde Hichilema ametangazwa mshindi wa muhula wa pili, lakini mchakato ulikumbwa na matukio ya vurugu na kusitishwa kwa muda kwa uhesabuji wa kura. Kwa mtazamo wako, uchaguzi huu unatufundisha nini kuhusu hali ya demokrasia katika ukanda wa SADC? Somo kubwa kutokana na uchaguzi wa Zambia, bado tunajifunza kwamba huku SADC bado viongozi wanapenda sana kung'ania madarakani. Ndio maana wanatumia wanajeshi, wanatumia polisi kuumiza watu, kunyamazisha watu. Tumeona katika kampeni za uchaguzi wa Zambia, polisi kule walikuwa wanapiga watu wa upinzani, wanapigwa katika kampeni zao. Wakati wa kuhesabu kulikuwa vurugu, kwamba polisi wanaingilia, still wanajeshi wanaingilia. Bado inaonyesha kwamba demokrasia haijakomaa huku SADC. Bado viongozi
na wapambe wao, wale wanawapigia debe wa vyama ambavyo vinatawala na wapambe wao, bado wana ile roho ya ubinafsi, roho ya kujikusanyia kila kitu, kila mali, wabaki madarakani. Hakuna demokrasia ya ukweli. Bado tu kuna ukatili katika viongozi huko Afrika. Ni watu ambao mara nyingi wanapanda katika madaraka, wanaingia katika siasa kwa ajili ya kujitajirisha wao wenyewe. Ndio maana wanatumia nguvu sana. Kuna wengine ambao labda zile voti zinaweza zikawa za kweli kabisa. Inawezekana voti zinakuwaga za kweli, labda wameshinda kweli. Lakini ukiangalia nguvu yenyewe ambayo inatumika ili waonyeshe kwamba tumeshinda, wakati wameshinda tayari, lakini nguvu ile ya kuonyesha kwamba tumefika ni sisi, hauwezi ukatusogeza hapa ambapo tumekaa kwenye kiti hiki. Wanatumia nguvu ambazo hazina ubinadamu, na hiyo sio demokrasia. Inaonyesha kwamba bado ukatili upo, bado utawala unakuwa kama wa chama kimoja. Asante sana Herbert kwa kutupatia upeo huo. Tuingie nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msekedide upo mashariki mwa DRC. DRC imekuwa na historia ya uchaguzi wenye ushindani mkubwa, lakini pia changamoto za kisiasa na kiusalama. Kwa mtazamo wako, ni kwa nini uchaguzi katika nchi yako kama DRC huwa rahisi kuhusishwa na mvutano na hofu ya machafuko? Jibu linaweza kuwa kwa namna mbili. Yaani, cha kwanza ni kwamba uchaguzi wenyewe si chanzo cha vurugu. Tatizo mara nyingi ni namna ushindani wa kisiasa unavyosimamiwa. Pale ambapo taasisi za uchaguzi hazina uhuru wa kutosha, mahakama haziaminiki, vyombo vya usalama vinaonekana kuegemea upande fulani, uchaguzi hugeuka vita vya kisiasa badala ya ushindani wa sera. Pili, tatizo la ukosefu wa imani. Ikiwa mshiriki anaamini kwamba matokeo yamepangwa kabla ya kura kuhesabiwa, anaweza kukataa matokeo hata kabla hayajatangazwa. Vivyo hivyo, ikiwa serikali inaona upinzani kama tishio badala ya sehemu halali ya kidemokrasia, inaweza kutumia vyombo vya dola kukandamiza wapinzani. Wananchi wanaweza kuchochewa na propaganda, hofu au taarifa za upotoshaji, lakini mazingira hayo mara nyingi hujengwa na tabia za viongozi na udhaifu wa taasisi. Nam, tumekupata barabara kabisa Mseke. Tuingie magharibi mwa Kenya. Gabriel Ingubu yuko pale, anajiunga nasi wakati huu, yuko Nairobi, Kenya, ambapo amekuwa akihudhuria kongamano kuu la afya. Kenya inaelekea uchaguzi wa mwaka 2027, yani ni hapo mwakani, huku tayari kukiwa na wasiwasi kuhusu ghasia za kisiasa na madai ya kuwepo kwa makundi ya vijana wanaoweza kutumiwa kuvuruga mikutano. Je, Kenya inapaswa kuwa na hofu gani kutokana na historia yake ya uchaguzi wenye vurugu? Mimi nasema hivi, ni kweli Kenya inapaswa kuwa na hofu kwa wakati huu. Hii ni kwa sababu hatukutibu vidonda vya zamani vya siasa kikamilifu. Tangu kuingia mifumo wa vyama vingi mwaka wa 1992, siasa zimekuwa zikipigwa kwa misingi ya ukabila. Hakuna lingine hapo. Hili limeendelea hadi leo hii. Siasa nyingi utaona zimewekwa katika maeneo ya ukabila. Na vile vile kunao viongozi ambao bado wana kesi za kujibu mahakamani kwa kueneza vurugu za kisiasa miaka ya hapo nyuma, lakini bado hawajakomeshwa kisheria kushiriki katika siasa. Na la hatari mno, tunaona vijana wa kukodi kutumika kuleta vurugu. Ujue kuna vijana mara mbili. Kunao vijana wanaweza kuleta vurugu kwa sababu ya kutetea sera au kiongozi wao, na kunao vijana wa kukodiwa kuvuruga mkutano. Huyu hataki kujua lolote lile katika mkutano huo linasemwa ni nini. Bora wewe umempatia pesa, enda vuruga mkutano, bas, ni hivyo. Na haya makundi ndio yameanza kujitokeza na yamekuwa mengi, na hiyo naona mimi hapo kuna shida kubwa kabisa. Pili, wataalamu wa matumizi ya mtandao Kenya wamekuwa wengi, na ni rahisi sana kupotosha umma kwa kusambaza habari bandia kiurahisi. Alafu vile vile mimi naona hii taasisi ya kusimamia uchaguzi IEBC kutokuwa na mamlaka ya kukamata moja kwa moja wanaovunja sheria za uchaguzi, naona kama ni jambo la kutia hofu. Basi tunamalizia awamu ya kwanza ya jukwaa la wanahabari. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na tunakukaribisha pia ujiunge kusubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi.
Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Na tunasonga mbele kwenye awamu ya pili tukiendelea na mjadala wetu jukwaa la waandishi. Leo hii tunaangazia ghasia za uchaguzi Afrika. Tuelekee tena Malawi. Chawinga, katika baadhi ya nchi za Afrika Kusini kumekuwa na malalamiko kuhusu mazingira yasiyo sawa kwa upinzani, matumizi ya vyombo vya dola na vitisho wakati wa uchaguzi. Ni mambo gani yanayofanya uchaguzi katika ukanda huu kuwa na changamoto licha ya historia yake kuwa na taasisi za uchaguzi? Sasa kuhusu changamoto za taasisi za uchaguzi, kwanza ukiangalia wale wakubwa wanaoendesha zile taasisi, wengi wanateuliwa au wanaajiriwa na wanasiasa wenyewe. Wanakuaga watu wengine wanafadhili kile chama tawala au vile vyama ambavyo vinatawala, wanavifadhili yani kisiri wengi. Kuwachagua, kuwaweka pale katika zile position, kwa mfano kwa mkuu ambao anaendesha ile taasisi, inakuwa kama kuwapongeza, inakuwa kama ni shukrani. Kwa hiyo watu kama wale hawezi wakasimamia ukweli, hawezi wakasimamia haki. Wameweka pale strategically ili wawe wanatetea au wanalinda maslahi ya rais, viongozi wa nchi katika sehemu ya siasa. Inakuwa changamoto sababu hata ukienda kwenye Electoral Commission, kwenye taasisi ya uchaguzi, ukileta malalamiko yako hauwezi ukapata ile haki. Ukienda mahakama vile vile ni watu ambao tayari wanakula na nani, wanakula na wanasiasa. Kwa hiyo sio rahisi kwamba mambo yabadilike ili uchaguzi labda uwe wa haki upande wa SADC au Southern Africa. Tunasikiliza vizuri hapo Herbert. Tuingie tena mashariki mwa DRC. Mseke Dide, katika mazingira ambayo baadhi ya maeneo ya DRC bado yana changamoto za kiusalama na makundi yenye silaha, uchaguzi huru na salama unaweza kufanyika vipi bila wananchi katika maeneo hayo kuhisi kwamba hawana nafasi sawa za kushiriki? Lazima tufahamu hapa kitu ane. DRC ina mazingira ya kipekee kwa sababu uchaguzi unakutana na historia ya migogoro ya silaha, taasisi dhaifu, ushindani mkali wa kisiasa na ukosefu wa imani katika mchakato wa uchaguzi. Tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi, imani ya wananchi katika taasisi za uchaguzi imekuwa changamoto. Kofi Annan Foundation imeeleza kwamba ukosefu wa imani katika mchakato wa uchaguzi wa DRC imeendelea kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, mashariki mwa DRC bado kuna maeneo ambako mamlaka ya serikali inakabiliwa na makundi yenye silaha. Hivyo uchaguzi unapofika, si swala la nani atashinda kura tu, bali pia linahusisha swali la nani atakuwa na mamlaka juu ya maeneo yenye migogoro, rasilimali na taasisi za dola. Uchaguzi wa 2023 unaonyesha ukubwa wa changamoto hiyo. Ni kama vile Carter Center ilisema pia kwamba migogoro ya mashariki ilihasiri usajili wa wapiga kura, kampeni na uendeshaji wa siku ya uchaguzi, na upigaji kura ukafutwa katika maeneo matatu, hususan huko katika wilaya ya Masisi na Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini, na pia uko kwa Mut Maindombe hawakuweza kushiriki uchaguzi kutokana na changamoto za kiusalama. Kwa hiyo katika DRC tatizo la uchaguzi haliwezi kutenganishwa kabisa na tatizo la usalama na ujenzi wa dola. Nambasi Gabriel Ingubu, tukitazama Uganda na Tanzania tunaona mifumo tofauti ya ushindani wa kisiasa na nafasi ya upinzani. Ni kwa kiwango gani mazingira ya kisiasa na matumizi ya vyombo vya dola yanaweza kuamua kama uchaguzi utakuwa wa ushindani wa kweli au utakuwa na mshindi anayejulikana kabla ya uchaguzi? Kweli kabisa, Kenya, Uganda, Tanzania
na majirani zetu tuna utofauti wetu kutoka ndani. Kikubwa nchini Kenya ni katiba inayotumika kwa sasa. Tofauti na mataifa jirani, mshindi wa uchaguzi hupatikana baada ya taasisi zote kuridhika hapa nchini Kenya. Makundi ya kijamii, vyama, mahakama, tume ya uchaguzi, hiyo yote lazima yakubaliane kwamba uchaguzi umekuwa sawa, alafu basi mshindi atatangazwa, haswa ile ya urais. Lakini wakati wa kampeni huwa ni kawaida sana kuona vyombo vya serikali vikiegemea upande wa serikali, kama polisi kuwa wa kutosha katika mikutano ya wanasiasa wanaoegemea upande wa serikali, idara za wizara kutumika kufanya kampeni kwa mgombea wa serikali, mikutano ya upande wa serikali kutumia hela kuwashawishi wapiga kura na kadhalika. Kwa hivyo, kwa kiwango kikubwa mshindi kujulikana kabla kura huwa sana sana katika ngome. Tumeona vyombo vya dola vikitumika kuwashawishi wapiga kura, lakini matokeo hutoka tofauti kulingana na ngome ya mwanasiasa. Na ndiyo maana Kenya utaona viongozi wa vyama vya kisiasa wanashikana kutafuta kura za pamoja kutoka kwa ngome ya kila mmoja ili kuweka kwa kapu moja. Vile vile uhuru wa Wakenya kupeleka taasisi yoyote mahakamani kwa sababu ya kukiuka sheria za uchaguzi hasa wakati wa kampeni ndio hutia hofu kidogo vyombo vingi vya dola kushiriki kampeni hadharani. Na hii hasa ndio huwa silaha kubwa ya ushahidi wakati matokeo ya kura yanapingwa katika mahakama ya upeo. Naam, basi naona muda unayoyoma, dakika za mwisho, tukianza na Malawi, msururu wa mwisho wa jukwaa la wanahabari. Herbert Chawinga, kwa uzoefu wako wa Malawi na ukanda wa SADC, ni nini kinachopaswa kubadilika ili uchaguzi usiwe tu wa kupinga kura, bali uwe mchakato ambao kila mshiriki anaamini kwamba ana nafasi sawa ya kushinda? Kuhusu kinachopaswa kubadilika, kwanza wanasiasa wasiingilie kazi ya vyombo vya dola. Wanasiasa wasiingilie kazi ya taasisi za uchaguzi, taasisi za haki, kazi ya polisi, kazi ya wanajeshi, wasiingilie huko. Wanasiasa waweze kuheshimu katiba ya nchi. Ili kwa mabadiliko, wanasiasa wasiingilie kwa sheria ambayo inalinda uhuru wa vyombo, uhuru wa mahakama, uhuru wa taasisi za uchaguzi, uhuru wa polisi, uhuru wa wanajeshi. Wanasiasa wakiacha kuingilia masuala kama hayo, kiacha kuingilia kazi ya polisi, kwanza kutungwe sheria, na sheria iwe kwamba sheria ambayo inafuatwa, sheria ambayo inalinda uhuru wa kazi za vyombo vya dola na taasisi muhimu za serikali. Na watu ambao wanaongoza hizo, wanateuliwa, watu ambao wanapewa madaraka, wanapewa nguvu za kuendesha taasisi kama hizo, wawe watu ambao wamepitia katika interview, katika mitihani, na wanakwenda katika merit, kwamba ni watu bora ambao wanaweza. Tuchukue watu katika merit fulani, watu ambao hawana upendeleo wa chama chochote kile. Wanasiasa wengi huku Afrika wanapenda sana kuingilia masuala ya vyombo vya dola. Hiyo iishe. Pia muhimu sana tutoe ile kinga. Hawa wasiwe na kinga. Hawa wanasiasa wengi wana kinga. Wengi wanaiba kula, wanaiba mali, wanaiba ushuru, wanaiba pesa za watu maskini, wanaiba pesa za serikali, mali ya umma, wanaachiwa tu. Utakuta kiongozi anaiba, anaachiwa na hakimu fulani, kesho ataiba tena, anaachiwa tu, wengine hawaingii. Lakini sasa utakuta maskini akiiba, huku akiiba mbuzi anapewa miaka 14 yuko jela. Lakini mwingine ameiba million of dollars, masaa 2-3 katoka, wengine hawaendi kabisa na wako huru tu. Kwa hiyo tuondoe zile kinga kwa watu fulani, haki ioneke kwamba inatendeka. Bila shaka mawazo hayo tunaendelea kuyatilia pondo, Herbert. Tukiingia DRC, Mseke Dide, tukilinganisha DRC na nchi nyingine za Afrika ya Kati, ni kwa kiwango gani udhaifu wa taasisi za uchaguzi, matumizi ya nguvu za dola na migawanyiko ya kisiasa vinaweza kuathiri imani ya wananchi katika uchaguzi? Kuhusu hili, hapa kuna jambo muhimu. Si lazima kusubiri nchi iwe na amani kamili ndipo uchaguzi ufanyike. Lakini vivyo hivyo, uchaguzi hauwezi kuitwa wa haki ikiwa sehemu kubwa ya wananchi hawawezi kushiriki kwa usalama. Hatua muhimu ni kuandaa mpango maalum wa usalama wa vituo vya kupigia kura bila kutumia vyombo vya usalama kuwatisha wapiga kura. Kuhakikisha maeneo yote yanapata vifaa na watendaji wa uchaguzi kwa usawa. Kutoa nafasi kwa vyama na wagombea kufanya kampeni bila vitisho.
kulinda waangalizi wa uchaguzi, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, kuwa na utaratibu wa uwazi wa kushughulikia maeneo ambayo hayakuweza kupiga kura kwa sababu za usalama. Matokeo ya kila kituo yaweze kuthibitishwa na vyama na waangalizi kwa uwazi, na serikali na tume ya uchaguzi zitoe taarifa kwa wakati ili kupunguza uvumi na propaganda. Katika uchaguzi wa 2023, hata pamoja na maboresho fulani, Counter ilibahini kuwa mchakato bado haukutimiza baadhi ya ahadi muhimu za uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo usalama wa uchaguzi haupashwi kumaanisha tu askari wengi barabarani, unapaswa kumaanisha mazingira ambayo mwananchi anaweza kupiga kura bila kuogopa serikali, chama, kundi lenye silaha au mtu mwingine yeyote. Na hatimaye tuingie Kenya. Kenya imekuwa na uzoefu wa uchaguzi wenye ushindani mkubwa na pia migogoro baada ya matukio. Je, uchaguzi wa mwaka ujao unahitaji nini tofauti kutoka kwa serikali, upinzani, tume ya uchaguzi, polisi na vyombo vya habari ili kuzuia uchaguzi usigeuke kuwa chanzo cha ghasia? Niseme kwamba Kenya tunaingia uchaguzi na kizazi cha elimu ya juu mno, tofauti na hapo awali. Nadhani umesikia vijana wa Kenya wakiitwa viumbe wa ajabu. Hili ni kutokana kwamba ni werevu mno na hauwezi kuwatisha kwa lolote, hata kifo. Kwa hivyo tume ya uchaguzi nchini Kenya ndio inafaa kuwa mstari wa mbele kabisa, kuwa wazi kiasi kwamba wananchi hawaachi nafasi ya kuwa na uvumi. Ya pili, tuweze kuwa na vyama ambavyo vitakubali na mapema kushinda ama kushindwa kwa amani. La tatu, tuchunguze basi matamshi ya viongozi wa vyama vya kisiasa kuhusu wizi wa kura. Mimi nafikiri hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu huwa wanaongea tu kama ni maneno ya kuongea katika kampeni ama katika siasa, lakini kivyangu mimi nafikiri ni vizuri mwanasiasa akitoa matamshi ya wizi wa kura basi aweze kuchunguzwa kwa kina. Alafu nafikiri ni vizuri vurugu ziadhibiwe bila kujali muhusika. Na mwisho kabisa mimi nitasema kwamba sisi kama wanahabari na vyombo vya habari tuwe walinzi wa ukweli, tusiwe wapiganaji wa kisiasa. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka msikilizaji, kusubscribe, yani kujiunga na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Basi ni washukuru sana wanahabari wenzangu na pia wasikilizaji, kwa sababu tumekuwa kwenye jukwaa ambalo limenoga kweli. Wajua siasa ni tamu. Nchini Kenya siasa zinaanza wakati uchaguzi unakamilika hadi wakati uchaguzi unaanza tena. Uchaguzi ni zaidi ya kupiga kura na kutangaza mshindi. Ni mtihani wa taasisi, demokrasia, utawala wa sheria na uwezo wa jamii kukubali tofauti za kisiasa bila kutumia nguvu. Swali linalobaki kwa Afrika ni je, tunaandaa uchaguzi ili kumpata mshindi au tunajenga mifumo ambayo inahakikisha hata aliyeshindwa anaamini kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki? Asanteni wenzangu tuliochangia mjadala wa leo. Kutoka nchini Malawi, Herbert Chawinga, nchini Kenya Gabriel Ingubu, na kule DRC Mseke Dide, na washukuru wote ambao
pia mmefuatilia na pia kuchangia kwenye mjadala wa leo. Hili ni jukwaa la waandishi wa habari ambao hukujia kila Ijumaa kila wiki, ambapo tunaangazia kwa kina masuala mbalimbali ambayo yanaathiri Afrika. Kumbuka pia kujiunga nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ukitafuta neno idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia wikendi ya kukata na shoka.